Wana Kenya tupendane. Umoja ni nguvu. Kwa pamoja tutashinda. Ndio maana tunaimba. We need peace. We need love. We need unity. In our country Kenya. Niko sawa. Sawa sawa. Niko sawa. Leta amani nyumbani. Niko sawa. Sawa sawa. Niko sawa. Leta amani nyumbani. Oh Kenya, Kenya yangu, nchi yangu. Najivunia kuwa Mkenya tele. Country iko sawa, sawa sawa. Kuileta amani nyumbani. No more fighting, no more dying. All we need is to see a better Kenya. Toka Central kwenda Nyanza, Rift Valley, Eastern Western, wana coasti wako sawa. Iko sawa, sawa sawa. Iko sawa, kuleta amani nyumbani. Iko sawa, sawa sawa. Iko sawa, kuleta amani nyumbani. Watu wote wa Kenya, nina jambo kwenu. Mbona mwatembea na vichuki kulete kwa milango ya watu? Maneno mengi mwayasema kulete chuki kati yetu na kulete tengamano. Panda mbegu ya maana, ujue kuishi na watu kama wewe wa maana. Jua yote iko sawa. Panda mbegu ya amani, ujua yote iko sawa. Kama wewe wa maana, jua yote iko sawa. Iko sawa, sawa sawa. Iko sawa, kuleta amani nyumbani. Iko sawa, sawa sawa. Iko sawa, kuleta amani nyumbani. Iko sawa, Sawa sawa. Iko sawa, kuleta amani nyumbani. Na mtazamaji, karibu kwenye Ana kwa Ana katika siku ya leo. Kama walivyoona ni kikosi cha Melo Afrika wako hapa studio kukuelezea mengi zaidi kuwahusu wao wenyewe na pia muziki wao. Kumbuka muziki wao unajikita zaidi katika kuunga mkono juhudi za kudumisha amani, jirani mwema, kupiga vita pia swala la ukeketaji, ndoa za mapema, maovu yote yanaonekana katika jamii. Wao wako mstari wa mbele kama wanaharakati wa muziki kupiga vita matatizo haya. Naam, Francis, karibuni sana. Asante Kwenye Ana kwa Ana katika siku ya leo. Asante. Tumeona kibao chenu cha kwanza pale mkizungumzia amani na mmeimba tena. Kipi kiliwafanya muamue mnataka kuimba juu ya amani? Mwaka wa 2007, 2008 kulikuwa na vita Kenya. Na tukaona kwamba watu walipigana wengi, watu walikufa. Watu wamepiganishwa sana kwa sababu ya wanasiasa ambao hata wakai na watu karibu. Unajua wako kule juu, lakini sisi ambao tuko huku chini tunazozana bure. So tukakaa chini tukasema hapana. Kakutana na Jibana George, tukaongea kusema vipi si tufanye kitu ambacho kitawaleta Wakenya pamoja na tuhakikishe kwamba sisi kama Wakenya tunaishi vizuri na tumekubali ya kwamba tunataka amani nchini mwetu. Ndio tukasema iko sawa. Mambo iko sawa, tufanye nini? Iko sawa kufanya nyimbo. Na ndipo sasa nyimbo inaitwa Iko Sawa ikaanza. Tukasema iko sawa kuleta amani nchini. Na George, nimekusikiliza wewe ndio unaimba sauti ya juu kwenye tuseme kikosi chenu hiki. Kipi kinakuwezesha wewe kuimba katika sehemu ile? Naam, nashukuru vema. Nimekuwepo katika academy ya serikali imesponsiwa na serikali. Naitwa UNICEF na serikali ya Kenya. Naam. Nilikuwa katika academy for 1 full year and some 6 months. The project yenyewe sisi wenyewe tulikuwa pioneers katika project. Tukafanya project under Chenga Bura.
tulikuwa na kina Kavudha kwenye academy ambao wametufunza pale jinsi ya kulea talanta. Naam. Sasa Nairobi tulichukuliwa. Tulikuwa kwenye talanta kwa awali. Nairobi tulichukuliwa watu wa 3-4 kwenda kwenye academy. Naam. Imesponsoriwa na UNICEF na serikali ya Kenya. Basi tukakwenda pale ukafanya muziki, tunafanya muziki, tunapeleka nje kidogo tunafanya muziki, lakini ikawa kidogo majukumu yale ni kama ya kutimizika jinsi walipotaka kama katika ile academy, majukumu ya kufika kuinua wale vijana jinsi itakavyokuwa katika maisha yao. Tukakuwa pale tukafanya mambo ikakuwa yote ni sawa. Lakini kutoka pale katika academy wewe unajituma nje wewe mwenyewe kama ukiwa mwenyewe kama unapoingia shule tu. Naam. Velma, katika shule unajipambana katika bodi ukiwa peke yako. Sasa tuliko pale unapatiwa kila kitu. Shows ziko pale nini? Lakini ukitoka pale sasa ni wewe peke yako. Sasa vipi utawashauri watu ambao wanataka kuingia kwenye fani hii alafu wanajikuta wamepotea, hawajui wasimame wapi? Ujuzi anao, ana kipaji anacho, lakini anaona kidogo hajui asimame wapi. Lazima ukue patient mwanzo katika maisha. Maisha lazima ukue patient. Hakuna kitu ambacho kinakuja leo, hakuna plate itatoka binguni kadondoke kwenye meza atuwe sasa wewe Velma kula. Lazima uwe na patience katika maisha. Lazima kwanza ukubali wewe ni wewe. Ukujibali kwanza. You accept yourself. Ukujibali sasa mimi ni Velma, ndio maisha ya kwangu na Mungu atafungua njia katika maisha. Usije ka give up. Ukiwa pale nje usije ka give up ukasema eti kwamba wewe sasa utavuta sigara, utakunywa bangi, utashika mapanga, ufanye nini pale nje. Kama wewe ni youth pale nje, kuna baadhi ya mambo mengi sana pale kufanya katika centers kule nje. Ukienda katika centers kule nje, kuna baadhi ya mambo mengi sana wewe kama kijana unaweza fanya. Alafu kainua kipaji chako, ukapata nafasi, ukaambia wa Kenya, sasa wewe ni wewe, utatumikia taifa la Kenya kama kijana mdogo. Tunaomba mfano hai basi wa vijana ambao wanatumikia taifa. Ili taifa la Kenya ni taifa nzuri. Na ukitazama vizuri Velma, lina uongozi ambao ni uongozi uko straight katika ujana wa leo. Naam. Sasa kijana kutumikia taifa ni kijana yeye atoe taarifa kwa watu kule nje, awaambie kuwa kuna baadhi ya watu ambao wanachokoza taifa. Sasa yeye kijana kwa kujitolea itabidi amesema ya kuwa kuna baadhi ya mambo atufai kufanya kama vijana. Tuseme for instance, atufai kwenda kuibia watu. Hatufai kufanya vitu ambavyo ni vituko, kuingilia watu wengine kabila zingine ambazo ni mbovu, ya kwamba hizi kabila ni mbaya. Hakuna kitu inaitwa ukabila. Sote ni wa Kenya. Tunakubali kwa sote ni wa Kenya. Hakuna kitu tuna ukabila. Mimi huwa nasema hakuna Kikuyu, hakuna Mluo. Mimi nasema mimi ni Mkenya na nitabaki Mkenya. Si mimi ati ni Mkosti nini? Hapana. Mimi ni kabila ya Kikenya. Naam. Kabila yangu ni Kenya, kabila moja. Moja tu. Kwa hiyo naingiza vijana kabila moja. Wasio wanaingia kwa mambo ambayo haiwahusu. Jitolee kwa uhanga, fanyia taifa kazi. Ingia katika youth centers, ulizia kuna usaidizi upi, na kama kuna directions pata hiyo direction na ushikilie. Tunaomba muziki wa kusema hayo mnayoonga. Ndio maana muziki wetu tunafanya kwa kimombo inaitwa topical songs. Nyimbo ambazo unajua maana fulani. Na ndio kwa maana kama sasa hata watu wakiambiwa waingie kwenye youth resource centers. Mimi hapa nasimamia youth resource center. Kabla hujaendelea na mazungumzo tunataka nyimbo kwanza. Nyimbo. Tujenge Kenya yetu. Nataka tuijenge, nataka tuilinde, nataka tuijenge Kenya mpya. Nataka tuijenge, nataka tuilinde, nataka tuijenge Kenya mpya. Nataka tuijenge, nataka tuilinde, nataka tuijenge Kenya mpya. Ewe Kenya mama yangu, ewe Kenya baba yangu, ewe Kenya nchi yangu, nitakupenda milele. Ewe Kenya mama yangu, ewe Kenya nchi yangu, ewe Kenya baba yangu, nitakujenga milele. Nataka tuijenge, nataka tuilinde, nataka tuijenge Kenya mpya. Nataka tuijenge, nataka tuilinde, nataka tuijenge Kenya mpya. Ewe Kenya mama yangu, ewe Kenya baba yangu, ewe Kenya nchi yangu, nitakupenda milele. Ewe Kenya
Kenya mama yangu, Kenya mama yangu, Kenya baba yangu, Kenya baba yangu, Kenya nchi yangu, nitakupenda milele. Wewe ni mpango, wewe ni upendo, wewe ni uwezo, nitakutumikia milele. Wewe ni upendo, wewe ni uwezo, wewe ni upendo, nitakupenda milele. Wewe ndiye Baba, wewe ni uwezo, wewe ni amani, nitakupenda milele. Wewe ndiye mama, wewe ndiye baba, wewe ndiye dada, nitakupenda milele. Ewe Kenya mama yangu, ewe Kenya nchi yangu, ewe Kenya baba yangu, nitakupenda milele. Ewe Kenya mama yangu, ewe Kenya nchi yangu, ewe Kenya baba yangu, nitakupenda milele. Nataka tujenge, nataka tulinde, nataka tuijenge Kenya mpya. Nataka tujenge, nataka tulinde, nataka tuijenge Kenya mpya. Wewe unahusika na mambo ya kupambana na ukeketaji, tohara ya kike, ndoa za mapema, yote ni mambo ambayo yanakuudhi maishani na hungependa kuona akiendelea. Tuelezee mengi zaidi. Ukeketaji ni swala ambalo kwanza linakera. Alafu ni swala ambalo halifai kabisa, manake ni dhulma za kijinsia kwa watoto wa kike. Na yani singependa yani kusikia jina ukeketaji mahali ukeketaji unaendelea Kenya, manake ni jambo ambalo sisi yani si jambo ati ni janga ambalo liko kwa Wamasai, wa Pokot, wa Kuria, wa Meru peke yake. Mimi kama Mluo dadangu anaweza akaolewa na Mmasai. Alafu apate ako mjamzito wakati anaenda kujifungua akeketwe. Anaweza akawafanya nini? Anaweza akapoteza wale watoto, ama akampoteza mtoto, ama yeye mwenyewe akapoteza maisha yake kwa kuvuja damu kwa sana. Ndio kwa maana mimi yani nachukia sana na sipendi. Sisi kama wanaume hapa tunaungana, tunasema sisi ni wanaume. Kenya wanaume wananyamaza. Tunaona watu wananyamaza kabisa, ukeketaji unaendelea, waume wamenyamaza. Ndio kwa maana sisi tunasema hapana, tutanyamaza. Na mimi aswa kama Francis nitashughulika sana, yani nitahakikisha nafanya campaigns nyingi. Tumefundishwa, kuna wenzangu tulikuwa 36 activists ambao wako sehemu tofauti. Kuna watu kutoka Mandera, kuna watu kutoka Garissa, kuna watu kutoka Kuria, West Pokot, Kisii. Pia wanapambana. Tumesema hatusimami. Tutahakikisha sisi kama wanaume tunawasaidia dada zetu. Je, mna muziki ambao unazungumzia swala hili? Kuna muziki ambao tulifanya na mrembo kwa jina Rose kule Tok. Na ambao mnapiga pamoja? Na kwa pamoja sasa kuna muziki tunaishughulikia, tunaweza tukafanya zile zinaitwa freestyle za kushughulikia. Sawa. Uwanjani wewe. Manake mimi nitarap kidogo. Sawa. Jia. Si hizi mila zilipitwa na wakati, kukeketa wasichana si mnajua si haki. Machozi yao yako ndani kwa ndani, kasamaki chini ya maji sauti zao hazisikiki. Hata gani kwa keketa jamii, ili hali wana wetu wanapata balaa. Kupata shida napopata balaa, na vimbe kama pia fistula. Kuvuja damu hadi kufa jamaa, kuacha shule pia ndoa za mapema. Hata gani kwa keketa jamaa, ili hali wana wetu wanapata shida. Ni jinsi gani ulifikiria kaleta mambo haya mabaya, tenda wapo pale nje wewe. Tumekataa ukeketaji, wewe umeleta baba, wewe umeleta mama, kesho yule msichana sawa. Wewe unafanya hivi, mbona unafanya vile? Mimi sitaki tena. Mbona unafanya vile? Mbona unafanya hivi? Mimi sema sitaki tena. Nasema no. Nasema no. FGM. Nasema tena no. Nasema no. Nasema no. Wasichana
kukatwa. Nasema no, nasema no, nasema no, wasichana kukatwa. nasema no, Nasema no, yeah. nasema no. Say no to FGM every time, kila mara. Tusiwaone wakilia ovyo ovyo, tusiwaone wakivuja damu, tusiwaone wakilia kila siku kwa maana wameza, yani kuozwa na mapema. Sema no, nasema no, nasema no, kuwakata wasichana. nasema no, nasema no, nasema no, kuwakata wasichana. Nzuri. Niwaulize, mnapokuwa sokoni mnajaribu kuuza vibao vyenu, mnakutana na changamoto za aina gani? Labda Tanzania Sasa. Odhiambo. imekuwa ni kazi ngumu. Kwanza tunakushukuru sana kuhakikisha kwamba Wakenya sasa wanatuona, unajua. Watu wengi wako mahali wanatuona, wanatusikiza. Imekuwa ni kibarua kigumu sana. Yaani kila kukicha mnafikiria nyinyi ndio mnaandika nyimbo, nyinyi ndio mnajilipia studio, nyinyi ndio mnafanya marketing, nyinyi ndio sasa tena mwanze kufikiria venye mtacompile ngoma zenyu alafu muende mkaziuze bila management, bila nani, inakuwa ni ngumu sana. So tumekuwa tukijaribu kama hizo nyimbo za amani, nyimbo zenye tumefanya, tuliangalia kama mwaka wa 2013 tulijaribu pia kuangalia tuone kama tutapata mashow hapa kule, yani tuweze kuambia jamii. So mara nyingi kwa sasa tumekuwa tukifanya concerts, hizo show peke yake ndio tumekuwa tukipata. Na nashukuru sana manake tumepata hii platform ya kuja hapa pia kuonyesha Wakenya. Kuna mtu mahali atatusikia atasema vijana tuwasukuma mahali, tutaweza kuwasaidia pia wauze vibao vyao. Lakini inakuwa ni kibarua kigumu, manake inahitaji hela na si hela kidogo. Naam. Unadhani sasa hivi vijana na wanamuziki wanaelewa kwamba muziki ni biashara kama nyingine yote ile? Muziki ni biashara vile. Waona jinsi katika maisha ya binadamu yana jani. Waelewa jani jinsi ilivyo. Maisha ya binadamu yana jani. Kokote uingia hapo kuna masharti kivyake. Kokote ukwendapo tu kama binadamu kuna masharti, lazima pia kuwe na masharti ya maisha. Hilo tunasema kwa kizungu inaitwa vipi? Lazima kuwe na laws katika kama ni kampuni ama ni wapi. Kama mimi Velma nafanya katika kampuni ya Clean Chef Supermarket. Mimi niko pale katika supermarket nachapa kazi many hours. Lakini natafuta cha inajua. Unajua Velma, talanta peke yake pia sometime bila direction haitoshi. Bila direction haitoshi. Bila uwezo mzuri haitoshi. Maana nikiwa pale nashukuru sana wale ambao wameniandika. Ma directors wa Clean Chef Supermarket wameniandika, managers pale ambao wanatumanage, supervisors, nashukuru sana. Maana wao wana kibali cha kuangalia mtu anataka nini katika maisha yake. Na namshukuru sana manager wangu Joseph Karogia, amenipa nafasi ya kuja hapa nikaburudike na Wakenya wengine Velma. Sasa hii nafasi mimi nazidi kumwambia kuwa wazidi kuandika young people pale nje. Ma youth pale nje waandike zaidi. Kama kuna makazi waandike zaidi, unajua? Pia youth wasiogope, kama wewe ni msanii usiogope kufanya sanaa. Manake watu wengi mimi najua kuna wasanii wakali wako kule chini. Ile changamoto ya wasanii najua mara mingi watu wabebi mziki kuwa kama biashara. Wazazi ambao mnaniona kwa siku ya leo, mimi nawaambia hivi, talanta inalipa. Sanaa yote, awe acrobat, awe musician, awe poet, awe nani, anacheza dance, usimnyime mtoto wako ruhusa ya kwenda kufanya mambo yake. Kama sisi mahali tupo kwenye Youth Resource Center Oloitoktok, mara nyingi tunafanya drama skits. Na ni kwa sababu nilijifunza drama na mambo entertainment nikiwa hapa kidogo, kwenda ku act set books zinanilipa 300 by that time. Ninaona kumbe talanta inalipa. So mziki unalipa. Na unalipa vizuri sana. Angalia watu kama angalia Sauti Sol mahali wako. Na direction nzuri. Bora mziki walipa na direction nzuri, jinsi wanasema management. Kuwe na concerts. Kuwe na mwelekeo mzuri kuwa kama ni Velma atakuwa manager wangu. Velma atanitreat na ishara nzuri. Mungu akijalia. Na ishara nzuri kuwa wewe kijana mdogo, sasa fanya hivi, nataka ufanye tizi, ufanye hivi na hivi. Kesho tunawaburudisha vijana wengine kule nje, waelimishe jinsi ya
kisanaa. Sanaa yasema vipi? Naam. Yes. Kabla tujaondoka, muda wetu umetupa kisogo. Tunaomba nyimbo ya mwisho kabla ya kukamilisha Ana kwa Ana katika siku ya leo. Asante sana mtazamaji, umekuwa ukitazama Ana kwa Ana katika Ijumaa hii. Ni bendi ya Melo Afrique na unaweza kuwapata kwenye YouTube wakati wowote. Kwa heri. Jolu wochumalo akwa dwar ukabila gi marach ema duoko Kenya chen. Jolu wochumalo akwa dwar ukabila gi marach ema duoko Kenya chen. Valuya singirai asiwenya ukabila sindu sivi situkal siange nyuma. Valuya singirai asiwenya ukabila sindu sivi situkal siange nyuma. Kwa hivyo kwa pamoja wana Kenya tuungane, tukatae ukabila, tunachotaka ni amani. Kwa hivyo wana Kenya kwa pamoja tuungane, tukatae ukabila, tunachotaka ni amani. Kwa hivyo wana Kenya tuungane kwa pamoja, tukatae ukabila, tuishi kwa amani. Kwa hivyo wana Kenya kwa pamoja tuungane, tukatae ukabila, tunachotaka ni amani. Agikuyu toroweredayo, nagikuyu totirenda hadhara. Agikuyu toroweredayo, nagikuyu totirenda hadhara.